Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni Dr. Sharifu tiba asili Tanzania. Ni mfalme wa tiba asili Tanzania, na kama kawaida mimi huwa nakuja kufanya dua zangu, na kama kawaida huwa nafika katika maeneo kama haya. Unavyoniona hapa, nipo katika maeneo ya matukio, na kawaida yangu mimi huwa niko serious katika kile ambacho ninakuletea, na mbinu kemkem na njia kemkem ambazo zinaweza kukusaidia kuhusiana na masuala yako ambayo utakuwa yapo yanakusumbua. Basi usisite kukosa kuwasiliana na mimi katika masomo yangu na katika vipindi vyangu. Ni Dr. Sharifu tiba asili Tanzania. Basi unaweza ukanipata katika namba zangu za simu, kaandika alama ya kujumlisha 255745382890. Hiyo ni namba ya WhatsApp, hiyo ni namba ya Imo, hiyo ni namba ya kuweza kuwasiliana na mimi katika vipindi na katika masomo ninayokuwa ninakuletea. Ndugu yangu, huwa nakuletea masomo kila siku, na huwa ninapenda kuweza kuendelea kunifuatilia kwa wale wanataka kunifuatilia, ili lengo waweze kujikimu katika masuala yao na katika mambo yao. Kitu cha kwanza, lazima ujue asili yako. Kitu cha pili, lazima ujue namna gani unakwenda, kwa sababu leo ninataka kukufundisha maji kama haya yana maajabu makubwa sana. Maji kama haya yana mbinu nzuri sana, kwa sababu yanatumika katika masuala ya kwanza ya kutoa mamikosi, kutoa manuksi, kutoa mabalaa, kutoa laana, kutoa kila gundu ambayo wewe unaona ni gundu kubwa. Maji kama yale unaona pale, yale ambayo yanagonga, unaweza ukayachukua na ukachafuta nyasi za pale pembeni au za kisima kwa ajili ya kwenda kutengenezea katika business yako au katika kazi yako. Lakini pili, ni vitu ambavyo ukiomba hapa kama nguvu zako za kiroho, wewe unataka kupata nguvu au uwezo wa kwenu au nguvu za kwenu, basi huku kuna viumbe vinavyokaa. Kama una macho ya kawaida, wewe huwezi kuviona, lakini wale ambao tumejaliwa uwezo mkubwa, unaweza kuona viumbe na vikakupa jibu lolote unalolitaka kulipata. Jibu la aina yoyote ambalo unataka kulijua, basi unaweza ukatumia maji ya bwawa, maji ya mto, maji ya ziwani, maji ya baharini, kwa lengo la kutaka kufungua vitu fulani. Njozi, melogwa, yalisho vitu vibaya, changanya dawa, kutumia maji yanayokuwa pia yanapenda kutembea. Mambo yako ukitaka yatembee, kutumia maji ya kutembea. Kuogea katika dawa zako, kuogea katika vitu vyako, kutumia maji ambayo wewe yatakuondoshea kila nafsi chafu na mikosi kwa kuoga na kwa kujisafisha katika ndani ya mwili wako. Lakini cha pili, unaweza ukachukua udongo huu ambao huko katika sehemu na maji haya, ukaenda ukachanganya na baadhi ya dawa zako. Mfano, ukachukua ntinyinya au ukachukua chababila au ukachukua mpapatiko au ukachukua mlipu au kasela au ukachukua kalilalila, ukaenda kutumia. Unaweza ukachagua kazi ya dawa, lakini dawa hizo ni dawa za nuru. Lakini kabla hujatumia nuru, cha kwanza inatakiwa kwanza utoe vile vifungo ambavyo viko katika mwili wako. Vifungo viko vya kila aina, vifungo vipo vya kimajini, vifungo vipo vya kimizimu, vifungo vipo vya kila aina vya kimashetani ambavyo vinaweza vikakufunga, au uchawi ambao umeweza kufanyiwa kufungwa. Watu wanaweza kukufunga kwenye maji, ukao unatiririka pale, ukao unafanya kazi, hamna kitu, maji yanakumwagikia. Wanatumia pia mbinu za kukufunga katika maji, lakini maji hayo unaweza ukayatumia kujifungua. Maji hayo unaweza ukayatumia kufanya chochote, na ukaweza kufanya mambo makubwa kupitia maji yanayotembea. Ndugu yangu, usisite kunifuatilia katika vipindi vingine. Maji ya mto ni dawa, maji yanayotiririka ni dawa. Tumia kuyaoga asubuhi kila siku, kutoa mikosi, kutoa nuksi, kutoa balaa. Na ndio maana watu wanaofanya uchawi, watu wanaofanya vitu vibaya, asubuhi wanapenda kwenda kuoga mtoni, hawaogi nyumbani.
wachawi wengi wanaoga katika mito, wachawi wengi wanaoga katika maziwa, wachawi wengi wanaoga katika sehemu hizo kwa lengo la kupunguza uchawi wao au zile nuksi wanazokuwa wanafanyia watu. Chunguza, utaniambia. Mimi ninakupa siri, nakupa password ambazo zitakusaidia katika hayo. Lakini pili, na wewe tumia kuyaoga asubuhi kila siku, iwe desturi yako. Fanya siku 7, siku 14, utaona mabadiliko makubwa sana. Inshallah kwa uwezo wa Allah, leo nimetembelea katika mto huu na kuletea masomo haya. Ukihitaji masomo yoyote, ukihitaji kitu chochote, basi usisite kuwasiliana na mimi katika jambo la aina yoyote, katika kujua kitu. Hata ukiwa mbali, nina uwezo wa kujua shida yako, nina uwezo wa kutambua tatizo lako, nina uwezo wa kukuelewa kulingana na hali yako. Wewe nipe majina tu, jina fulani, mama fulani. I say, mimi sikwambii, sibahatishi. Wewe popote ulipo, una tatizo, una jambo linakusibu, piga simu, nipe majina yako, alafu uone nitakachokupa kulingana na mambo yako. Sio vitu vya kubahatisha. Niko vizuri katika elimu ambayo ninakupatia. Fuatilia na utajua mengi zaidi. Mimi namshukuru Allah, leo nimetembelea sehemu kama hizi, basi endelea kunisubscribe katika channel yako. Na pia usipite bila kusubscribe katika masomo. Nina vipindi vingi maridadi ambavyo naenda kukuletea elimu kuhusiana na majini, elimu kuhusiana na mizimu, elimu kuhusiana na dawa hatari, vitu ambavyo inatakiwa vifanye na vitu ambavyo inatakiwa viache. Kama una mizimu, kama una malowani, kuna vitu ambavyo inatakiwa usivifanye wala usivikaribie, alafu uone mambo yako yatakwenda namna gani. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wabillahi tawfiki, assalamu alaikum.